Leo nashukuru Mungu ndo kwa mara ya kwanza nimefanikisha kufungua injini ya gari kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza, niseme uongo. Hii hapo cylinder head. Hizo nimevua pistoni. Unaona hii hapa ni cross member nakaa chini ya injini. Pistoni nimezing'oa zote, imebaki crankshaft imebaki. Ndio kwa mara ya kwanza nimefungua, lakini lengo la kufungua lilikuwa ni moja. Lilikuwa ni kubadilisha lingi hizi hapa. Lingi zimeisha. Kitu kingine, baada ya kufungua nilikuwa na lengo tu la kubadilisha lingi peke yake, lakini baada ya kufungua nimekuta na cone bearings zimeharibika, zimekuanguka. Sijui mnaona vizuri, ngoja nifungue vizuri hapa. Nifungue vizuri. Baada ya kufungua sasa engine, nikakuta kuna kitu kingine kiko kimeisha. Hizi hapa, simuona hizo cone bearing za piston ya 4. Of course zote zina michirizi. Siona zote zimeisha, zina michirizi, zimekuanguka. Kwa hiyo sasa hizi zimeingia tu bahati mbaya, kwamba mimi lengo langu ni kununua lingi, lakini nimekuta na hizi zimeisha. Kwa hiyo service kubwa ambayo naifanya hapa ni kununua hizo cone bearing za pistoni, za mkono wa pistoni, alafu na lingi zake. Unaona injini ambayo nimefungua hii ni 4A FE. Ndio injini yangu ya kwanza ya gari kuifungua tangu nizaliwe. Kiukweli, na hii ndio filter yake ambayo inakaa huku chini kwenye sample, na hii huku ndio sample. Nimeiosha, nikaiosha vizuri vivyo, nikaianika ili kutotoa migandoni ya oili. Kwa hiyo sasa kiukweli leo ndo mara ya kwanza kufungua injini ya gari. Watu wanaweza wakashangaa, huyu jamaa kawezaje kufungua injini ya gari? Mimi kiukweli nimezoea kufungua injini za pikipiki. Pikipiki hizi pikipiki za Kichina, Boxer, TVS, ndio ambazo nimezoea kufungua. Lakini sio kusema kwamba eti nilikuwa nafungua injini ya pikipiki kwamba eti gari siwezi nikafungua. Nilikuwa najua kufungua, ila kwa nadharia, sio kwa vitendo. Kwa leo ndo nimeamua nifungue kwa vitendo. Mimi injini yote naweza nikafungua, hata iwe V8, hata iwe SUV V6, piston sita. Injini ambayo kidogo naweza nikaogopa kuifungua, lakini hata hii naweza nikafungua ni Boxer engine, zile injini za Subaru. Lakini ukisema nifungue, naweza nikafungua na time naweza nikaseti. Kwa hiyo kwa mimi namshukuru Mungu kutoka kufungua injini ya pikipiki na kufungua injini ya gari. Shughuli hapa ipo. Lakini sasa katika kitu ambacho nimeona cha utofauti kati ya injini ya gari na injini ya pikipiki, mimi naona injini ya pikipiki sasa hizi za 125, 150, hizi pikipiki za kawaida ambazo sisi tunatumia, na injini hii 4A, injini ya kizamani, japokuwa sio ya kizamani sana, maana baada ya injini ya carburetor za kizamani, baada ya hizo injini za carburetor za kizamani, baada ya zile yani tuseme hii ni model ya injini ya carburetor. Kwa baada ya zile za carburetor zikaja hizi zenye throttle, ambazo zina umeme. Umeme wake sio mwingi sana, ni umeme tu kiasi. Unaona? Kwa hiyo
kwa kitu nilichoona kati ya tofauti wa kufungua engine ya pikipiki na ya gari. Kwa mimi, sawa leo ni kwa mara ya kwanza nafungua hii hapa engine ndogo. Ila kwa mimi engine ya gari ni nyepesi kufungua kuliko ya pikipiki. Ya pikipiki ina complication nyingi sana kuifungua. Sawa, changamoto kwenye engine ya gari ambazo nimeziona kwenye kufungua engine ya gari ambao mimi imenikwaza, I say sample ina nati nyingi sana. Sample huku chini ya engine ili mfuniko la sample ndo sample lenyewe, I say lina nati nyingi sana. Nimefungua mpaka nimekeleka. Kwa sababu gani? I say kule chini kuna nati nyingi. Sawa, ni za namba 10. Ukizifungua wala sio, yani sio ngumu sana kuzifungua, yani sio kazi sana kuzifungua. Sema shida ni nyingi, yani unazungusha nati mpaka mwenyewe unakubali. Kwa hiyo ndio changamoto kwenye kufungua gari ambayo ni kwa mimi nimeona kwa siku ya kwanza ya leo. Lakini kwenye pikipiki, I say pikipiki ni ngumu. Pikipiki bwana, tena pikipiki kuifungulia ikiwa pikipiki unaifungua ikiwa kwenye frame yake. Frame ya pikipiki kuifungulia pale ni ngumu kuliko ukifungulia pembeni angalau kidogo. Kwa pikipiki bwana, mimi kwangu naona ni ina complication nyingi sana. Ila gari naona unyama. Kwa hata watu ambao wamezoea kufungua pikipiki wasiogope kufungua engine ya gari. Kuna vitu tu vya kuelewa kabla hujafungua. Cha kwanza, ukiwa unafungua engine yote ya gari, unatakiwa uelewe vitu vya kuzingatia. Cha kwanza ni timing. Kabla hujafungua gari, isome kwanza timing yake ya cam na crankshaft. Ambao cam, maana timing ya juu inakaa kwenye cylinder head hapo. Alafu timing ya chini inakaa kwenye crankshaft, ambayo inahusiana na ili crankshaft la chini, ili chuma la chini ile. Timing yake. Timing ya pili kwa engine kama hii, ipo timing tu ndogo kwenye distributor. Pale kuna timing kadogo. Cha pili cha kuzingatia katika kipindi unafungua gari, hakikisha kila valve kama utafungua mpaka valve hapo kwenye cylinder head, hakikisha kila valve ambayo unafungua uipe jina lake, ili kipindi cha kurudisha katika maeneo yake. Vile vile kuna vikombe vile vya sema nimeweka ndani vikombe vya ngoja kwanza nitavichukue kwanza. Nimefuata vikombe ndani. Sasa hivi ni vikombe vinakaaga juu ya valve hivi hapa. So nimeviandika majina. Hii engine ina valve 16. Kwa unaona kuna kikombe cha 9, cha 16, hichi ndio cha mwisho. Hichi hapa ni cha 10. So na hata valve nimeziandika hizi hapa. Nimeziandika valve. Yaani usichanganye. Ukichanganya tu imekula kwako. Nafungua engine, hivi ndio vitu vya kuzingatia hivyo. Wasishangaa jamaa kafungua engine, habari karudishia kwa mara kwanza imewaka bila usaidizi wa mtu yoyote. Umeona? Kwa ina maana sasa kwa haraka najua hichi kikombe hichi huwa kinakaa juu ya valve hii ya 16. So umeona hapa 16 maki inakaaga hapa. Kwa hata kama nilikuwa narudishia kule kwa nitakuwa najua. Hii hapa, hichi ni kikombe cha namba 9. Kinakaa kwenye valve namba 9 ambayo ndio hii hapa. Namba 9, umeiona? Namba 9 kwa hapa kwa namba 9. Umeona? Kikombe kichobaki hapa ni cha namba 10. Hichi hapa. Umeona namba 10? Maana valve yake kilikuwa juu ya hii valve namba 10. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi ni vikombe. Hata hizi koni bearing. Hizi caps. Unaona hizi caps hizi? Hizi caps. Kwa mfano, piston ya kwanza hii hapa. Na vikombe vyake hivi hapa. Hivi tena usichanganye. Cha pili usichanganye. So na vikombe vyake hivi hapa. Unaona? Kwa hivi najua piston ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Lakini japokuwa ya nne ndio hii hapa.
yani ndio yendo na ambavyo vikombe vyake ndo hivi hapa. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu vimeisha hivi hapa. Unaona hizi koni bearing zimeisha. Kwa naenda kununua nyingine, nitafungua, nitarudishia hapa, nitatoa hizi, nitaweka hizi vipya na ringi nitafunga mpya. Oya, nikifunga hapa babu, mashine inakuwa mpya kwa sababu siwezi nikafunga koni bearing ambazo zimelika. Huu ni uongo. Sawa, itafanya kazi lakini muda wote inaweza kukwangua ile crankshaft. Unaona? Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hivi hata pistoni hutakiwi kuzichanganya. Inatakiwa hizi hapa natakiwa niziandike namba ya kwanza ya pili, lakini mimi naweza hata nisiandike namba kwa sababu utazirudisha hapa kwa juu, utazigisha kwa juu. Kwa hata kipindi nazifunga nitakuwa najua hii ni ya kwanza, ndaifunga hivyo, au naweza nikaziandika majina. Nikitaka nisichanganye. Ila kwa sasa sizichanganye, nitachukua pistoni zangu hivi, nitazirudishia huko. Kwa sababu naona kuziandika majina. Nimetafuta masking tape niziandike. Masking tape sijaipata. Kwa hiyo hizi kwa sababu nazirudishia hivi, siwezi nikaziandika kwa sababu nazirudishia hivi. Ila naweza nikaziandika humu, nikamaliza, nikazichukua, nikazipeleka ndani au nikazihifadhi maeneo mengine. Unaona? Hivi ndio vitu vya kuzingatia. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Kitu kingine, hii ndio alternator, ile power steering. Hii ni power steering pump ambayo inazalisha. Hii ndio inapamba hydraulic ambayo inaenda kwenye steering lake huko chini, ndio hiyo hapa. Kwa vitu vingine vya kuzingatia, uko nafungua engine, jitahidi sana. Hapa juu ni cylinder head, kuna ule mfumo wa mafuta. Maana hapa kwenye manifold kuna hizi nozzle, injector nozzle hizi hapa, injector nozzle. Terminal zake hizi hapa. Hakikisha unapokuwa unachomoa waya uwe tayari unajua. Kwa mtu anaweza kachoma waya hata juu inaenda wapi. Kwa mfano hii hapa, hii ni MAF, manifold absolute pressure. Inahusiana na kupima pressure ndani ya manifold. Unaona? Kwa hii ndio kazi yake. Na hii kati ya zile sensa ambazo usipoi connect gari na miss, kuna hii hapa, alafu na hii temperature sensor ambayo ndo hii hapa kwenye cylinder head. Hii hapa naona ina vumbi. Hii hapa, hii ni sensor, temperature sensor moja. Hii iko ja connectiwa, lazima hata kule kwenye dashboard ikuwekee check engine kwamba kuna kitu kiko sawa kwenye mfumo wa engine. Sasa kwenye mfumo wa umeme hakiko sawa. Unaona, hizo ndo sensor mbili kwenye hizi engine hizi za kizamani, hizi 4A 5A na nadhani mpaka 7A, hata ma 3S ile ya lava 4 ndo hivyo. Unaona? Kwa hiyo hii umeme wake hauna mambo mengi. Kwa hiyo zingatia hii kwenye kufunga, usisahau na hiyo ambayo inahusiana na temperature sensor ambayo ina kidude chake hapa. Hivyo usisahau. Kuna waya za distributor usisahau. Kuna waya za temperature sensor kama hii usisahau kurudishia. Kuna waya za nini, hizo ndo waya, na hii ya ethi usisahau connect. Kwa hiyo cha msingi hutaki kusahau waya zote ambazo umechomoa. Vivyo kuna pipes, kuna pipe ya mafuta hii hapa. Hii ya mafuta ambayo inatoa kwenye tanki moja kwenye pampu. Kuna nini? Kuna pipe ya mafuta inayoleta mafuta kwenye common rail ile ambayo imeshikilia nozzle. Hii hapa. Kuna pipe ambayo inarudisha mafuta, iko maeneo hapa chini. Hii ndio inaingiza mafuta.
hii hapa. Hii ndio inaita mafuta, litani ni hii hapa. Kwa hiyo hii ni filter yake, hii ni filter. Na yenyewe nadhani ya kubadilisha. Kwa sababu hiyo hata sijui ni ya mwaka gani. Sijui ni. Maana yenyewe inaweza kaziba. Kwa sababu sijui, kwa yenyewe inaweza nikaibadilisha. Vivyo usisahau pipe zote. Kwa mfano hizi pipe ni zile ambazo zinapeleka joto ndani, hizi hapa. Zinapeleka maji ya moto ndani kwa sababu ya kama msimu kuna baridi unaweka joto. Hii hapa. Zinapeleka moto, kuna radiator nyingine iko ndani. Nadhani inaitwa si condenser, ndio kazi yake. Ndio hii hapa. Gari yangu haina joto, la hujua umekanseli. Unaona? Hapa usisahau kwenye throttle pale. Throttle ina pipe 3. Ina pipe moja ya hewa, ina pipe 2 za maji za kuipoza throttle. Usisahau hizo pipe. Ambazo pipe ziko kwenye cylinder head. Ziko pale kwenye cylinder head. Ambazo ndio hizi hapa. Hizi pipe usizisahau hizi. Zote usisahau. Kwa hiyo hivyo. Kitu cha pili natakiwa ujue. Kitu kingine nataka ujue, ukiwa unafungua engine unaanzia wapi unamalizia wapi. Ukiwa unafungua engine kama hii, unaanza na kudisconnect waya zote na pipe zote ambazo zinahusika na sehemu ambayo unafungua. Kwa mfano mimi, siona kama hii waya sija disconnect kwa sababu sina shida nayo. Waya za nini? Za starter sina shida nazo. Waya za speed sensor ya gearbox sijatoa. Kwa kuna baadhi ya waya mimi sijazitoa kwa sababu sina shida nazo. Kwa zile waya ambazo unatakiwa kuzitoa kabla ya kufungua engine, inatakiwa uzijue ni waya zipi uzitoe na usisahau. Kila waya utarudishia ilipotoka. Cha pili, utafungua manifold. Manifold ile utalitoa, au kama ni gumu kutoa utafungua top cover. Top cover sema hapa sina top cover. Top cover. Wasijua top cover ndo hii. Kwa hiyo unafungua engine, unaanza na top cover. Hii hapa. Hii ndo top cover. Top cover. Hii ndo top cover, unaanza na top cover, unafungua top cover na nati zake 4. Ukitoka kwenye top cover, kitu kinachofuata unaweza ukafungua hii alternator, ndo hii hapa alternator inakaaga hapa. Kutoka hapo unafungua hizi kemu hizi za juu. Na kabla ya kufungua kemu, hakikisha kwanza umesha set timing na tayari unaijua timing yake. Kama unajua timing yake unaweza kufungua unavyojua wewe. Kama hujui timing ya hiyo engine, hakikisha kwanza soma kwanza timing yake. Weka mark na weka zile alama labda, na unaweza kuweka alama kwa marker pen au unaweza kukalili. Kwa mimi nilikalili. Unaona? Unafungua hizi hapa kemu zake na kemu huku. Kemu za huku ni za exhaust, za valve za exhaust, kemu huku za inlet za mafuta ambazo zinakaa huku, ambayo inakaa kemu. Kwa hiyo hii ni double kemu. Unaona? Ukishafungua hivi hapo unakuja kufungua exhaust, unakuja kufungua manifold. Manifold ndio inakaa huku, unaitoa exhaust, unatoa. Ukimaliza, ukishafunga tu hizi hapa, ukishatoa hizi kemu unapata access ya kutoa hii hapa. Kwendo ina nati karibia na unazifungua hii tena unaichomoa. Ukichomoa ndio unakutana na gasket hii hapa katikati. Hii gasket ndio inakaa hapa. Ndio hiyo unasikia gasket imeungua, inachanganya maji na maji labda na oil au maji au oil inaingia humu, ndio hii hapa. Ndio gasket. Inakaa katikati ya block na cylinder head. Unaona? Hii ukifungua engine hii lazima ununue mpya. Unaona? Kwa hiyo ukishafungua hivyo, ukimaliza hapo, ukishamaliza kufungua hapo, utakuja kufungua hii pipe ya kutoka kwenye kwenye water pump. Hii ndio water pump hii. Kwa hiyo pipe yake ndio hii, utafungua na hiyo pipe. Kwa hiyo utafungua na hizo pipe hizi hapo, utazifungua. Utafungua hii pipe ya water pump hii. Naifungua ndio cylinder head hapa inatoka. Ikitoka sasa, kinachofuata sasa ni kwenda kuzitoa hizi pistoni. Hizi pistoni ili uzitoe, lazima uende upande wa chini. Ufungue cross member.
ufungue sample ambao ndo hii hapa. Hii hapa ndo hii nimekwambia ina nati nyingi. Katika changamoto ya kufungua gari, injini ya gari na pikipiki, gari ni nyepesi ila gari inakera kwenye kufungua hizo nati. Ziko nati ngapi? Ama matundu ni ya nati. Yako matundu mengi sana. Yako 21. Hizi nati sasa zinakera sana. Ndo ambazo mimi naona ni changamoto ndo hizi hapa. Unafungua hii, baada ya kufungua hii hapa unakuja kung'oa hii chujio. Kuna chujio yake filter. Oil filter yake inakaga chini. Ndo hii hapa nimeshaiosha na yenyewe. Hii hapa unafungua hii hapa. Ukishafungua hii hapa ndio unapata access ya kuja kufungua hizi pistoni kwa chini. Kwa hiyo kabla hujaanza hiyo shughuli, cha kwanza lazima gari yako uipige jeki. Unaona? Lazima gari yako ipige jeki. Kama mnavyoona mimi nimeipiga jeki. Mnaona nimeipiga nini? Jeki. Nimeipiga jeki imepanda juu. Umeona? Kwa lazima gari yako ipige jeki ili upate nafasi ya kutosha hapa chini ya kufungua pale chini. Kwa ukishaipiga jeki, cha kwanza unafungua cross member ambao ni chuma hili hapa ambao lina mountain moja ya engine. Ukishalifungua unafungua ile sample ambayo nimeonyesha pale kwenye mti pale, unatoa chujio, ndio unaanza kushusha. Ina maana sasa unaanza kufungua size pistoni hizi hapa. Kule chini unafungua pistoni zote hivyo. Lakini hizi pistoni chini kwa injini hii hapa zinafunguliwa na boksi 14 migongo mingi. Kwa ili ufungue injini hii kuna spana adimu ambazo uwe nazo. Uwe na namba 10 migongo michache, namba 10 ndefu lakini migongo michache ya kawaida. Alafu vile inatakiwa uwe na namba 10 ndefu au fupi lakini uwe na migongo mingi. Hii ni migongo michache, hii migongo mingi. Unaona? Cha tatu natakiwa uwe na namba 14 iko hapa. Namba 10 migongo mingi. Hii ndio inafungua mikono kule chini. 14 migongo mingi. Inafungua hizi kona bearing. Hiyo hapa. Umeona? Kwa hiyo hii namba 10 migongo mingi utafungulia nati za cylinder head. Zinakaga 8. Zinakaa hapa. Hizo ndo box ambazo unatakiwa kuwa nazo. Ambazo nati zake unaziona. 10 migongo mingi unaiona. Hizo ndo zinafungulia hapa. Halafu unavozungumzia 14 migongo mingi ndo hii hapa. Umeona nati hii hapa. Hii ni 14 ikina migongo mingi. Kwa hiyo ukiingiza box migongo michache, migongo michache haifungui. Na kitu ambacho nikuja kugundua kwamba box migongo mingi anafungua nati yenye migongo michache, yenye migongo 6. Ila boksi yenye migongo michache ambayo hiyo 6 haiwezi kufungua bolti ya migongo mingi. Kwa sababu kufungua tu haiwezi hata ikaingia. Haingii. Haiwezi kaingia. Kwa mfano sema hapo sina box namba 14 ningekutestia kwenye hii. Ningetesti hapa. Hapa kuna namba 10 hapa. Kwa mfano kwenye namba 10. Tutestia namba 10. Watu wajifunze. Box namba 10. Wewe angalia box namba 10 kama utalipata. Iko hapo box namba 10. Karibu. Box namba 10. Hii box namba 10. So na box namba 10. Hii ni box namba 10 migongo michache. Hii ni bolti. Hii ni bolti ya namba 10 migongo mingi. Kwa box migongo michache kama hii hapa haiwezi kumfungua migongo mingi hata siku moja, kwa sababu round ya hii ni kubwa, afu hii round yake ni ndogo. Maana round yake kama imekatwa. Unaona? Haiwezi kaingia. 100. Kwa hiyo migongo michache
hapa afungui, ila migongo mingi kama hii anafungua anaingia, so ameingia, anafungua anaingia. Kwa hiyo sasa ukichukua nati nyingine ya namba 10 kwa mfano hii hapa, unaona hii hapa, hii nati ni ya namba 10, hii nati. Kwa hiyo ukiingiza hapa itaingia, kwa sababu hii ni migongo michache. Hii migongo mingi, migongo michache itaingia, na hapa itaingia. Lakini ukichukua namba 10 hii hapa itaingia kwa migongo michache mwenzake. Sio imeingia, sio imeingia, imeingia, unaona imeingia, unaona hapa, ngoja nishike vizuri, imeingia. Lakini huu namba 10 hawezi kaingia hapa, hapa haingii. Kwa hiyo boksi yenye migongo mingi inafungua nati yote, iwe na migongo mingi au migongo michache, ila yenye migongo michache haiwezi kufungua migongo mingi, inafungua hizi peke yake. Alafu vile vile asara migongo mingi ikitokea inati ya migongo michache imeharibika, migongo mingi afungui anafungua huyu hapa. Ikitokea tena hii tena imeharibika migongo, ameweza kafungua ni yule kwanza. Nati ya migongo mingi ina faida, ni ngumu kwanza hata kuharibika ya migongo, ni ngumu kwa sababu migongo ni mingi, ni ngumu sana kuharibika migongo, ila hii ni nyepesi kuharibika sana migongo michache. Kwa ndio ambacho nimekijua, nilikuwa nakifahamu ila nilikuwa sielewi vizuri, ila baada ya kufungua injini ndio nimejua tofauti kati ya migongo mingi na migongo michache. Kwa hiyo nahisi hapo ndo naweza nikaishia. Kwa watu wasiojua, hii ni Carina SCI namba AW, hii ni ATW 446. Kwa ndo hivyo, ndio vitu vya kuzingatia. Nadhani maelekezo ndo hayo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka labda amezoea kufungua pikipiki au injini ndogo ndogo, kwa mtu ambaye anaanza kufungua injini, na hizo principles ambazo nimezifundisha hapa ni kwa injini zote, una apply hivyo. Hata ikitokea mtu ameleta injini mfano ya Subaru au V8, hujui timing yake, ndio kwa mara ya kwanza, ndio mtu anakuambia washumu mko polini, hakuna fundi, injini ndio hiyo hapo, inataka mtengeneze ndio injini iondoke. Unafanyaje? Au unakuta mna V8 yenu, alafu unakuta labda pistoni moja labda imetoboka hapa, au mkono umepinda, kwa nataka msimame mtoe pistoni moja iliyopinda, mrudishie kila kitu, afu mwasha gari muondoke, mko polini. Tafadhali lazima utafungua tu, unaona. Kwa hiyo ikitokea hata kama ingekuwa injini ya Fuso, kwa injini za dizeli, cha kwanza lazima ukalili timing ya injector pump yake, ya injector pump tu peke yake, alafu na timing ya nadhani injini kubwa zinatumia timing gear. Kuna injini kubwa zinatumia timing gear, injini ndogo ambayo inatumia timing gear, of course hata yenyewe ni kubwa, 1 HDFTE mnyama 24 huyo, 1 HDFTE hiyo na yenyewe inatumia timing gear. Hii kuna nyingine inaitwa 1 HDFT, hii inatumia, kama sijakosea, inatumia timing belt. Kuna 1 HDT inatumia timing belt, na 1 HZ inatumia nini? Inatumia belt. Haya, ngoja nigusie kuhusu hata hizi engine. 1 HZ ina cc 1200, inatumia timing belt,
ni indirect injection, ina valve 12. Haya, 1HDT tuseme ndo 1HZ ambayo imechangamka. Vinafanana kila kitu. Tofauti yake ni kwamba 1HZ na turbo. 1HDT unaona? Unaona sasa. Kwa hiyo 1HDT ni 1HZ iliyochangamka, nikimaanisha kwamba 1HDT ina turbo. Yaani tuseme kichokonzeka pale ni turbo, alafu vile vile 1HDT ni direct injection. Ndo hizo ndo tofauti kubwa zinaifanya itofautiane na 1HZ. Kwa sababu ina turbo lazima horsepower iongezeke na torque lazima ongezeke kwa sababu ya nini? Ya turbo. Kwa hiyo ukichukua 1HDT na 1HZ zinalingana cc zote, ila moja ina horsepower kubwa, na torque kubwa. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kujua, kama engine zinalingana cc lakini moja ina performance kubwa na nyingine ina performance ndogo, ni kwamba hii ina performance kubwa, hii ina performance ndogo. Hii yenye performance ndogo itaishi miaka mingi kuliko yenye performance kubwa, kwa sababu zote zinafanana lakini performance zimetofautiana. Ile yenye turbo, hii 1HZ na turbo kwa performance itakuwa 1HDT, kwa durability itakuwa ni nini? 1HZ. Na ndio sababu unaona magari mengi ya kiserikali nini, watu wengi wasiotaka mambo mengi wana 1HZ. Unaona, kwa hiyo ndio tofauti. Haya, unapotoka tena kwenye 1HDT unaenda kwenye 1HDFT. 1HDFT inataka kufanana na tuseme inataka kufana. Kwanza tusiende hapo. Tofauti nyingine kati ya 1HZ na 1HDT ni kwamba 1HDT ni direct injection, ikiwa hii hapa 1HZ ni indirect injection. Tofauti nyingine iko kwenye piston. Gari zote ambazo ni indirect injection, piston zake hazina kambonyeo. Kwa mfano utakuta piston zake hapa zina kama kanundu au ziko flat, hazina shimo hapa katikati, hapa hazina shimo. Kwa 1HZ hapa uzo kukuta shimo hapa, lakini 1HDT ni direct injection, hapa katikati ni kashimo, hapa ndio sehemu ambapo inachomea mafuta. Kwa tofauti kwamba ile 1HZ hapa iko flat, ina maana kwamba 1HZ ina pre-combustion chamber ambapo mafuta huwa yanaanza kuwaka, afu ndio inaleta hapa kwenye nini, kwenye chamber. Wakati direct injection yenyewe inachomea hapa juu ya piston kwa sababu kuna kashimo. Hiyo ndio tofauti nyingine. Haya, tunatoka kwenye 1HDT tunaenda kwenye 1HDFT. 1HDFT. Kuna FTE na FT. 1HDFT ndio tuna. Kwa tofauti kati ya 1HDT na 1HDFT, tofauti yake ni kwamba hii 1HDFT kwanza ina valve 24, wakati nyingine zake 1HDT ina valve 12. Tofauti nyingine kwenye hii hiyo ndio tofauti kubwa, maana zote ni direct injection. Hii hapa ni direct injection. Halafu kuna nini tofauti nyingine ya pili, ina turbo na ina turbo,
lakini 1HDT na 1HDFT zote hazina intercooler ila zina turbo. Kwa hiyo tofauti ni kwamba kwa 1HDT na 1HDFT tofauti ni moja tu. Hii ina valve 24, hii ina valve 12. Maana yake kwamba na zote zina turbo. Ina maana kwamba hii yenye valve 24 hii itakuwa na more performance kwa sababu inapumua vizuri, ina valve 24. Hii lazima ipumue vizuri. Kwa sababu nadhani kwa hata horsepower za hii 1HDFT lazima ina performance kubwa kuliko hii 1HDT. Huo ndio tofauti wake. Zote ni mechanical, zina hata umeme. Unaona? Haya, alafu sasa ndio zile kosa za special haya. Unasikia hoya? Mwanangu 24. Mtu akosea kuna 24 ya cable. Usikia cable ujue ni 1HDFT. Ukisikia ni ya umeme ni 1HDFTE. Maana yake hii ndio 24, maana yake hii ni 24 ya umeme. Maana yake ukisikia na umeme ujue ni 1HDFTE. Ina maana sasa ngoja sasa tuendelee. Ukitoka sasa kwenye hii 1HDFT kuna engine inayofuata nyingine ambayo iko more powerful kuliko hii 1HDFT, kuliko 1HDT, kuliko 1HZ. Sasa tunapokuja sasa tofauti kati ya 1HDFT na 1HDFTE. Tofauti ya hii kule mwishoni imeongezeka E. Sasa hii ambayo mwishoni kuna E kweli ina valve 24 sawa na hii. Yaani hii 1HDFTE ina valve 24 sawa na 1HDFT. Zote zinafanana. Kwenye upande wa zote ni direct injection, zinafanana. Tofauti nyingine kwamba 1HDFT haina intercooler, ina turbo peke yake, lakini 1HDFTE ina intercooler. Kwa unaona sasa. Kwa hiyo tofauti nyingine ya pili ambayo inaifanya kwamba hii 1HDFTE iwe na more performance kuliko 1HDFT ni kwamba hii ina intercooler, hii haina, lakini valve zote zinalingana. Sisi zote zina 4200 zote. Alafu kitu kingine kilichoko kwenye hii tunasema 1HDFTE. Kale ka E maana yake ni electronic, maana yake kwamba mfumo wa mafuta wa hii engine unakontroliwa kwa mfumo wa umeme, ni wa umeme, kwamba inamwaga mafuta kulingana na kiasi kinachotakiwa, tofauti na hizo za mechanical. Za mechanical tu zime programmed, yani maana zimeambiwa ukinyanga mpaka hapa itoe kiasi fulani, alipomwi itoe kiasi fulani, uspray mafuta kwenye cylinder. Lakini hii hapa inamwaga mafuta kwa hesabu. Tuseme ni engine ambayo tuseme 1HDFTE ni engine ambayo ipo kati ya engine ambayo upande ni mechanical, upande ni umeme. Tuseme 1HDFTE ipo katikati ya 1VD na nini? Ipo katikati ya 1VD na tuseme hiyo katikati ya engine za kisasa. Yaani tuseme 1HDFTE ni engine ambayo katikati ya mechanical na engine ambazo ni umeme moja kwa moja. Kwa mfano, nozzle 1HDFTE ina control mafuta yake kupitia kwenye pampu. Wakati ina maana kitu kingine 1HDFTE haina common rail, kwa sababu ina control mafuta yake kupitia nini? Kwenye pump. Wakati 1VD FTV yenyewe ina common rail, lakini yenyewe ina control mafuta kwa nini?
kwa mahesabu kwa kutumia umeme. Ina maana 1VD FTV itakuwa na sensa nyingi kuliko hii 1HDT FTE. Kwa sababu hii ni kwa sababu 1VD FTV yenyewe ina common rail, ina pampu mbili, ina pampu ya kawaida kule kwenye tanki, ina high pressure pump ambayo inaenda kwenye common rail. Kwenye common rail inakutana na nozo ambazo ni za umeme, ambapo kila nozo itamwaga mafuta kulingana na hesabu ambayo imeandikiwa, na nozo zote zinapokea signal kutoka kwenye ECU yake moja kwa moja. Kwa hiyo kama 1VD ni V8, kwa maana pale kuna nozzle 8, zote waya 8 zinaenda kwenye ECU. Unaona, kwa kule ndio inasema mwaga kiasi fulani, huko mwaga kiasi fulani. Unaona, lakini kwenye 1HDT FTE unakuta yenyewe ina control mafuta yake moja kwa moja kutokea kwenye injector pump. Yaani yenyewe sawa ina control kwa umeme, ila kutokea kwenye nini injector pump, kwa maana haina common rail. Unaona, kwenye ina control kutokea moja kwa moja kule. Kitu kingine 1HD FTE accelerator yake ni ya umeme, wakati 1HD FT accelerator yake ni ya cable. Kwa hii 1HD FTE ina intercooler, hii huko ina intercooler. Hii mafuta yanakontroliwa kwa umeme. Hii 1HDT FTE, hii 1HD FT yenyewe mafuta ni mechanical, pampu ya kawaida. Kwa ila zote zinafananishwa kwa sababu zina valve ni valve 24 na ina 24. CC ni zile 4200. Tofauti ni kwamba ukisikia mtu anakuambia wa 24 mwanangu umeme, hiyo moja kwa moja ni 1HD FTE. Ukisikia 24 cable ujue ni 1HD FTE. Ni 1HD FT. Kale hii mwisho nakatoa. Kwa hiyo ndo ya cable. Kwa na hata hizi zote engine yote ambayo kwa katika zote engine ambayo inaongoza kuishi kwa maisha marefu 1HZ, kwa maisha marefu zaidi inafuatiwa 1HDT, inafuatia ni na hii 1HD FT, 1HD FT. Alafu kwa maisha marefu inayofuatia ni hii hapa 1HD FT, hii ndio ya mwisho. Kwa hiyo katika injini zote zinataka matunzo, lakini hii ya mwisho 1HD FT inatakiwa uitunze sana, kwa sababu yaani kwenye oil usizingue. Cha kwanza ukumbuke kwamba kwa hiyo sasa kitu ambacho unaweza ukaona kwamba hata kwa mfano wa zile timing belt, kwa mfano 1HZ inatumia timing belt ambayo ndo kama hii. 1HDT inatumia timing belt. 1HD FTE na 1HD FT inatumia timing belt, ila sasa 1HD FTE inatumia timing gear. Belt kama utaiona itakuwa ni kwenye injector pump peke yake kwenye hiyo 1HD FTE. Ina maana kwamba sawa 1HZ zile kesi za kusikia kwamba eti imeua timing belt 1HZ, hiyo hamnaga hiyo. Labda tu ikifika muda kubadilisha ubadilisha. Hakuna kesi ya 1HZ haijauka hata belt. Of course hizi injini zote hazina tabia hiyo. Unaona? Lakini kuja kuangalia kwenye 1HD FTE yenyewe hakuna masuala ya belt, inatumia timing gear. Belt ipo tu kwenye injector pump peke yake. Kwa hiyo ila kwa mimi napenda 1HD FTE 24 umeme, ndio ambao mimi naipenda mimi. 1HZ naipenda, lakini siipendi kama ninavyoipenda wewe engine. Siipendi kama ninavyoipenda engine. Hata engine tena zingine. Kwa mfano kama mtu anataka engine ambayo ataweka ya cleaner, afu ya cleaner hiyo itakuja kufungwa hapa juu hapa, ili apite. Kwa mfano zile ni kuza ndo zina ya cleaner ya juu. Kuna 1HZ inakubali vizuri sana, kwa sababu
huku chini si mfumo ni wa mechanical. Kwa hata kama engine italuana na maji, imani ya cleaner ipo juu, engine itazima. Hata hii 1HDT itakubali. Sawa, ina turbo. Turbo hakuna sehemu ambayo itapitisha maji. Ukiitoa ya cleaner ukipandisha juu, kwenye maji itapita. Hata E24. Sasa kama wewe ni mtu kama mimi ambaye napenda 1HD FTE, lakini unataka kupita mpaka kwenye maji, lazima ile 1HDT FTE uiache, uchukue 1HD FT. Hiyo kwenye maji unaweza kupita nayo. Kwa nini? Pampu yake ni mechanical, ina turbo yake sawa, haiwezi kupitisha maji. Kitu kingine, ukishachukua ya cleaner yako pandisha juu, itapita kwenye maji. Lakini sasa 1HD FTE hiyo sidhani kwenye maji kama itapita. Hata kama utaweka nini, hizo ndo hasara zake. Sasa kwenye maji haiwezi kupita hata kama ya cleaner utapandisha juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Ina mfumo wa umeme. Sasa engine itaingia kwenye maji. Haya, pale kwenye injector pump pana umeme. Haya, kwenye umeme pale kuna sensor. Kwanza yenyewe ina sensor. Wanachezea ina sensor. Hizo zote zina sensor. Ila 1HDT FTE ina sensor. Ndio sababu inajua imwage muda gani mafuta hivyo na visasa. Vile vikishaingia maji, ina maana shughuli yote inaisha hapo, lazima gari itamisi na itazima na itakunywa maji. Kwa 1HD FTE maji ni marufuku. Hizi zingine zote maji unapita kwa concept hiyo hapo. Kwamba hata kama engine itaruana zenyewe zitafanya kazi. Matu ya cleaner siingize maji. Kwa ndio hivyo. Kwa 1HD FTE hata usisumbuke kuweka ya cleaner kwa juu, utakuwa unapoteza muda. Hayo ndio vitu ambavyo nilikuwa najua, nimeamua tu na nyinyi niwaelekeze watu wasiojua, na nyinyi mjifunze hivyo. Lakini somo kubwa lilikuwa ni kuhusu hii injini ambayo nimefungua kwa mara ya kwanza. Vile vile nikamua nitoe mafundisho mengine kuhusu hizo injini za Land Cruiser ambazo zinafahamika sana, ambao kuna 1HZ, 1HDT, 1HDFT, alafu na 1HD FTE. Kwa hiyo hapo ndo nimemaliza. Asanteni.